Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Mshabiki wa Simba wala hakuna mwanachama wa Simba ambaye analalamika kuto kupata pongezi kutoka kwa rais wa klabu ya Yanga. Ni taarifa ambazo watu wanajaribu kutengeneza, ni propaganda ambazo watu wanaamua kuziweka kwenye mitandao. Sisi kama Simba focus yetu ni kupambana kuna namna ambavyo tunakwenda kuchukua ubingwa wa shirikisho. Lakini tuweze focus yetu kwa nini fulani anatupongeza. Mimi naamini kwamba yeye ana haki ya kupongeza timu yake kwa sababu pia timu yake imefika finali ya mashindano ya kombe la Afrika. Kwamba hizi taarifa ni taarifa za kutengenezwa kwa upande wa pili, yani Yanga. Hizo ni propaganda ambazo mimi naamini walotengeneza propaganda ndio na maslahi nazo juu hizo taarifa. Lakini hakuna mshabiki wa Simba wala hakuna mwanachama wa Simba aliyelalamika na kutoa malalamiko kwa nini rais wa klabu ya Yanga hajatupongeza. Rais wa klabu ya Yanga ana haki ya kuipongeza timu yake Dar es Salaam Africans kwa kwenda kuingia finali ya kombe la Muungano Pemba. Wengi wanazungumza kwamba baadhi ya mashabiki wa Simba wanalalamika kwamba yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, ilistahili pia kutoa pongezi. Mwandishi watu wa Simba mnawasemea, na mwenyekiti wa klabu ya Simba upande wa wanachama amesema hatuhitaji pongezi kutoka kwa kiongozi yoyote, hususan wapinzani wetu. Kwa hiyo sisi kama Simba tunaamini kwamba hizo ni propaganda ambazo zinatengenezwa na baadhi ya waandishi ambao hawataki mema klabu ya Simba. Hivi leo Simba tusifocus kwenye finali, tusifocus kwa nini fulani hajatupongeza. Hizo taarifa sio za kweli na ni propaganda tu ambazo watu wanaamua kuzitengeneza, ndugu yangu. Kwa hiyo hawa wanazungumza kwamba sio mashabiki wa Simba. Sio mashabiki wa Simba. Na wala hakuna shabiki wa Simba anazungumza hizo habari. Ni propaganda ambazo baadhi ya watu wanatengeneza. Lakini kwenu nyinyi tumeshuhudia kwamba rais wa klabu ya soka ya Simba Izizo akiwa rais wa heshima alitoa pongezi kwa Young Africans, lakini upande huu umekuwa kimya. Kwenu hampati wasiwasi wowote kwenye eneo hilo? Hayo mambo yanafanywa na Mtanzania halisi ambaye yuko ndani ya nchi yake na anapenda kabisa umoja ndani ya nchi yake. Rais ambaye alikuwa si mzalendo hawezi kuwafanya hayo. Kwa hiyo unapozungumzia Mohamed Dewji almaarufu Mo ni mzalendo, Mo ni Mtanzania. Kuna muda mwingine Utanzania unamsongeza mbele kuona namna ambavyo anapongeza vitu ambavyo vinafanyika kwa Tanzania. Kwa hiyo kwa huyu wa upande wa pili sio Mtanzania? Sijasema hayo, unanisemea. Yeye aliamua kupongeza. Yeye aliamua kupongeza kama Mtanzania, kuipongeza timu ya Tanzania imefanya vizuri. Lakini sio kwa Yanga. Nimesema, umesema Mo. Mo alifanya akiamini kwamba timu iliyofanya vizuri ya Tanzania alikuwa na haki ya kuwapongeza kama Watanzania wenzake. Lakini mnaendelea kumtambua kwamba ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Focus ya Simba sasa hivi ni kwenda kupambana zidi ya mechi ya Mashujaa ambayo tunacheza Ijumaa, zidi ya mechi ambayo iko mbele yetu ya shirikisho barani Afrika finali. Hivi vitu vingine sio wakati wake kuvijelea, ndugu yangu. Kwa hiyo haya yanazungumzwa na baadhi ya wadau, hasa wachambuzi na mashabiki, kwamba waache kuyazungumza mara moja. Wachambuzi wepi unawazungumzia? Wachambuzi gani unawazungumzia? Hawa baadhi ya wanazungumza kwamba mashabiki wa Simba wamelalamika kwa kutopewa pongezi na rais wa klabu ya Young Africans. Hawa wachambuzi ambao waliosema Simba hawezi kufika hata robo finali, hawa wachambuzi ambao walitoa 30% kwa Simba, hawa wachambuzi gani wanazungumzia? Kwa wewe hauamini hawa wachambuzi? Nasema wachambuzi unaoniuliza ni hao ambao walitoa 20% kwa Simba katika mashindano ya CAF. Wachambuzi unaozungumzia walitoa 30% kwa mashindano ya CAF dhidi ya Simba. Wachambuzi hao wanaoita wachezaji wa Simba takataka, au wachambuzi gani wanazungumzia? Kuna wachambuzi wamezungumza hayo. Nasema wepi unaozungumzia wewe? Si hao wachambuzi wa soka? Basi wape hongera, lakini Simba waambie wako finali ya shirikisho barani Afrika. Na taji mtalichukua inshallah. Jitihada zipo, juhudi zipo, na Mwenyezi Mungu kimpendeza tutakwenda kuchukua ubingwa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.